Bwana, kwenye session hii nataka nijaribu kuzungumzia wachezaji watatu ambao wako kwenye macho ya Young Africans. Wameyakamata macho ya Young Africans na huenda kukawa kuna mwafaka wa biashara zao kufanyika kuelekea kwenye dirisha kubwa kwa ajili ya msimu wa 26-27. Hawa ni wachezaji wa kizao ambao Young Africans wameanza kuvutiwa nao kwa wakati huu msimu ukiwa unaendelea, na huenda kukawa kuna mwafaka wa biashara ambazo zinaweza zikawahusu kufanyika kuelekea katika kikosi cha wananchi kwenye dirisha kubwa. Wa kwanza ni mshambuliaji wa klabu ya Dodoma Jiji, William Edgar. Huyu ni mchezaji ambaye ana sifa kucheza kama mshambuliaji wa kati, anaweza pia akacheza kama mshambuliaji ambaye anatokea pembeni. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anaweza kukupa vitu vingi kwenye eneo la ushambuliaji. William Edgar ni mchezaji ambaye Young Africans wanamwangalia kwa ukaribu kwa wakati huu. Na kitu kikubwa ambacho pia inawezekana baadhi yenu mnakijua, lakini mimi pia nataka nikiongezee kwa wale ambao hawakifahamu pia, ni kwamba mara nyingi vilabu vya Kariakoo huwa vinakuangalia kwa ukaribu, hasa unapokuwa unafanya kitu dhidi yao mwisho wa siku. Na hicho ni kitu ambacho William Edgar alikifanya katika mchezo ambao Young Africans walikutana na Dodoma Jiji. Alifanikiwa kufunga bao la utangulizi katika huo mchezo. Sasa katika hali ya kawaida, unapo perform vizuri dhidi ya vilabu vya Kariakoo, inakuongezea madaraja 10 zaidi kuliko kuwa tu unafanya vizuri katika msimu wako wa kimashindano wa kawaida na klabu yako. Yaani thamani yako kwenye macho yao inaongezeka mara 10 zaidi pale unapokuwa unafanya vizuri dhidi yao sana sana. Sasa basi, hiyo ni moja kati ya sababu kubwa, lakini kuna namna ambavyo ukijaribu kuwatazama washambuliaji wa kizawa ambao unaweza ukasema unaweka dhamana kwao kwamba wanaweza kuwa na muendelezo mzuri. Ukimwangalia kiufundi anaweza kukupa vitu vingi, basi William Edgar ni huyo mchezaji. Kwa hiyo Young Africans wanamtazama kwa wakati huu. Mwingine ni mchezaji ambaye anazungumzwa sana kwa wakati huu, ambaye anatokea katika kikosi cha TRA United. Winga mwingine, of course, huyu ni winga kabisa pasei, Ramadhani Chobwedo. Mazungumzo yamekuwa ni mengi, lakini haya mazungumzo yana uzito kwa sababu Young Africans wanavutiwa naye kwa kiasi kikubwa. Ni mchezaji ambaye usishangae kuona akiwa ametinga uzi wa Jangwani kwa ajili ya msimu wa 26-27. Na uzito wa Chobwedo unakuja kwa sababu Ofen Chikola ametoka kuondoka, winga mzawa. Unabaki na Edmund John ambaye pia ukijaribu kumtathmini pengine kwa malengo ya muda mrefu, unaweza kuona labda ni kama vile unaweza ukawa unahitaji kitu tofauti mwisho wa siku pengine. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, mlango unafunguka kwa mzawa mwingine, na mzawa huyo anaweza akawa ni Ramadhani Chobwedo ambaye amekuwa akizungumzwa sana kuhusu kujiunga na Young Africans, na mimi kwenye jukwaa langu naweza nikathibitisha kwamba huyu ni mchezaji ambaye Young Africans wamemtolea macho kwa kiasi kikubwa sana kwenye msimu huu wa kimashindano ambao unaendelea, na unapaswa kuwa makini kuhusu uwezekano wa yeye kujiunga na Yanga kwenye dirisha kubwa. Mchezaji wa tatu na wa mwisho ni kiungo pia wa Dodoma Jiji. Kuna wachezaji wa Dodoma Jiji wawili hapa. Khelefin Hamduni. Huyu ni mchezaji ambaye ukijaribu kumwangalia namna ambavyo msimu wake wa kimashindano unaendelea mpaka sasa hivi, amekuwa na msimu mzuri kiukweli, toka akiwa kwenye nusu msimu wa kwanza akiwa na Costi mpaka anakuja kusajiliwa kwenye dirisha dogo na Dodoma Jiji. Ni mchezaji ambaye amekuwa akionyesha uwezo mkubwa katika eneo la kiungo kwenye upande wa hivi vikosi viwili ambavyo amekuwa akishiriki msimu huu wa kimashindano wa 25-26. Technically unaweza kuona kwamba yuko secure, na huenda hichi ni kitu ambacho Young Africans wanaona ni kama vile wanatakiwa wakiongeze kwenye kiungo chao, kiungo ambaye anaweza kuwa na element za ufundi zaidi. Kwa hiyo Khelefin Hamduni pia ni mchezaji ambaye Young Africans wanamwangalia na kuna uwezekano kukawa kuna mwafaka wa biashara yake. Kwa hiyo William Edgar huyu anaweza kuja kuwa ndo mshambuliaji pengine mzawa kwenye eneo la katikati zaidi, licha kama anaweza kukufa kitu kulia na kushoto. Chobwedo anaweza kuja kwa kama ndo winga ambaye mwisho wa siku anaweza kuja kuongeza nguvu kwenye upande wa eneo la pembeni, kwa namna ambavyo wazao wanaonekana pengine kutotosheleza. Chikola kaondoka, Edmund John labda naye inawezekana nafasi yake isiwe na nguvu sana. Kwa hiyo mtu kama Chobwedo unaweza kuelewa kwa nini kuna uzito yeye kuhusishwa na kujiunga na Young Africans. Lakini watatu na mwisho ni Khelefin Hamdun. Kwa profile yake, technically, namna ambavyo yuko secure, Young Africans wanaona kama vile wana miss hichi kitu, na pengine kwenye upande wa viungo wazao waliopo, basi yeye ni mtu ambaye anaweza kuja kukiongeza kwenye kikosi chao. Kwa hiyo kuwa macho, wanatazamwa. Hakuna mazungumzo pengine kwa baadhi yao ambao wamefunguliwa, lakini wanatazamwa, na huenda ukawa unaweza kuwaona miongoni mwao wakiwa kwenye uzo wa Young Africans kwenye dirisha.